Hivi leo uko nami Regina Mziwanda nikiwa studio zetu mjini Dar es Salaam na mwenzangu ni Sarafina Robi akiwa studio zetu Nairobi. Naam, karibu msikilizaji na karibu Sarafina. Naam, shukran sana Regina. Viongozi wa Hamas wanasema mashambulizi angani ya Israeli yameua zaidi ya watu 400 katika ukanda wa Gaza, ikiwa ni pamoja na viongozi wa kundi hilo wa kiserikali na usalama. Jeshi la Israeli limewaonya Palestina walio pembezoni mwa ukanda wa Gaza kuondoka, wakilitaja eneo hilo kama eneo hatari la mapigano. Israeli inasema ilichukua hatua hiyo kwa sababu Hamas ilikuwa imekataa pendekezo la kuendeleza awamu ya kwanza ya mkataba wa kusitisha mapigano. Badala yake kundi hilo lilitaka kwenda moja kwa moja kwenye makubaliano ya awamu ya pili kusitisha mapigano kwa muda. Beldin Waliaula na maelezo zaidi. Ndege za kivita za Israel zimetekeleza mashambulizi ya anga eneo la Gaza. Haya yakiwa mashambulizi mabaya tangu kuafikiwa kwa mkataba wa kusitisha mapigano kati yao na kundi la Hamas mwezi Januari. Viongozi wa Kipalestina wanasema zaidi ya watu 400 wameuawa katika mashambulizi hayo, ikiwemo kiongozi wa ulinzi wa kundi la Hamas Mahmoud Abu Watfa. Viongozi wengine wa Hamas pia walilengwa katika mashambulizi hayo. Israel inasema mashambulizi hayo yalitokana na Hamas kukataa kuongezwa kwa muda wa awamu ya kwanza ya kutekelezwa kwa mkataba wa kusitisha mapigano. Kundi la Hamas lilitaka awamu ya pili ya mkataba huo kuanza kutekelezwa. Oren Mamostin ni msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni nchini Israel. Hamas rejected two concrete. Hamas ilikataa mapendekezo mawili ya mazungumzo yaliyopendekezwa na mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff. Israel ilikubaliana na mapendekezo hayo. Kuanzia sasa mpaka hapo baadaye, Israel itaendeleza mashambulizi dhidi ya Hamas. Military intensity. Baadhi ya raia wa Israel mjini Tel Aviv ambao wanaunga mkono kuzuiliwa kwa raia wa Israel na Hamas wanasema wamekasirishwa na hatua ya Israel kurejelea kufanya mashambulizi eneo la Gaza. I think it's disastrous. Nadhani ni hatua mbaya, kwani tunao watu wetu ambao wanazuiliwa huko Gaza. Huenda wakajeruhiwa na mashambulio hayo au na kundi la Hamas. Hakuna mazuri yoyote yatakayotokea. Hatuwezi fanya kile ambacho hatujafanya kwa miezi 15 iliyopita. Ni utepetevu mwingine kutoka kwa serikali kuanzia mwanzo hadi sasa. From the government from day zero till now. Major Doron Spellman alikuwa msemaji wa jeshi la Israel, ameambia BBC kuwa Israel itaendelea na operesheni yake dhidi ya Hamas. We've said from the beginning, a terror organization. Tumekuwa tukisema kuanzia mwanzo kwamba Hamas ni kundi la kigaidi ambalo linataka kuharibu Israel na wanaweza kuvuka mpaka na kuwaua raia wa Israel wakiwemo kina mama na watoto, na hilo halikubaliki. Vile tunaona sasa, Hamas wanajificha kwa raia. Vifo vya wakazi wa Gaza ni vya kusikitisha, lakini wakulaumu ni Hamas. Katibu wa shirika la Palestine National Initiative, Daktari Mustafa Baguti, ameambia BBC kuwa Hamas walikuwa tayari kutekeleza kwa awamu ya pili ya mkataba wa kusitisha mapigano, ila Israel ndiyo ilikiuka mkataba huo, akikashifu waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwa kuendeleza vita hivyo kwa manufaa yake ya kisiasa. The most important thing that should be clarified here. Cha muhimu kuelezwa hapa ni kuwa tulikuwa na mkataba wa kusitisha mapigano ambayo imevunjwa na Israel zaidi ya mara 1000 tangu kuafikiwa, ikiwemo kuyawekea Gaza vikwazo kwa kuwanyima msaada wa kibinadamu kama chakula na maji. Na sasa Netanyahu ameanzisha mashambulizi ya angani, ilhali ni Israel ilikataa kutekeleza awamu ya pili ya mkataba huo. And Israel was the one that did not go into the second phase of the ceasefire. Umoja wa Mataifa umekashifu mashambulizi hayo ya Israel. Iran imetaja shambulio hilo kama mauaji ya kimbari, huku Jordan ikitaka Israel kusitisha mashambulizi hayo. Beldin Waliaula, BBC. Na kufuatia taarifa hiyo ya Beldin Waliaula, awali nimezungumza na mchambuzi wa siasa za ukanda wa Mashariki ya Kati Ibrahim Rahbi kutaka kufahamu mustakabali wa mkataba huo ni upi. Mustakabali wa haya mazungumzo au mustakabali wa usitishaji wa vita uko chini ya Marekani, kwa sababu usitishaji wa awali ulikuwa ni walazima ambao ulilazimishwa na Marekani, ambapo kuwa Israeli walikuwa hawataki ule usitishaji. Kwa hiyo Marekani alikuwa anapaswa asimame na kuheshimu kile ambacho walikizungumza kwenye mazungumzo ya awali, kwa sababu wameshindwa kufahamiana tu kuwa kwa nini hatuingii awamu ya pili na kwa nini tunataka tuendeleze awamu ya kwanza katika nyongeza. Hapo tu ndio wameshindwa kufahamiana. Awali Hamas
imeishutumu Israel kuwa haijatekeleza kikamilifu mkataba huo wa kusitisha mapigano, haswa awamu ya pili ya mkataba huo, kama Israel kuondoa wanajeshi wake huko eneo la Gaza na Hamas ilikataa kuwaachilia mateka wote. Je, hili swala la kutoaminiana na kurushiana lawama nalo liko vipi, na ukiangalia raia ndio wanaumia? Kwa jicho langu mimi, kama katika makubaliano ya awali yaliyosimamiwa na Misri na Qatar pamoja na Marekani, ingekuwepo na nchi zingine ambazo hazina upande, ilikuwa ni vyema zaidi, kwa sababu ukisikiliza malalamiko ya Hamas kuanzia kwenye usitishaji wa awali ambao ukiukwaji labda wa kuruhusu misaada, namba ya gari ambazo zilikuwa zinatakiwa kuingia, baadhi ya vifaa ambavyo vilikuwa vinatakiwa kuingia havikufanyika vile ilivyokuwa, lakini mashambulizi pia yalikuwa yakiendelea wakati wa usitishaji. Nani unamkimbilia? Unamkimbilia Marekani. Marekani ambaye yeye ni msaidizi wa vita na Israeli. Kwa hiyo unaona kuwa ule uhalali wa Marekani kukaa pale, kwa sababu amekaa kama ngao ya Israeli kwa ajili ya kufanya kile Israeli anakitaka. Hapakuwa na nia ya upande mmoja kufanya vile, lakini aliyetakiwa kusimamia pande zote mbili aliamua kuchagua upande wake ambaye ni Marekani. Sasa ndio haya tunayoyaona hivi sasa. Awali Rais Donald Trump amenukuliwa akisema kwamba iwapo Hamas haitawaachilia mateka wote wanaozuiliwa, basi eneo la Gaza litashambuliwa upya. Tuangalie sasa mchango wa Marekani katika haya yote yanayoendelea. Katika kila shambulizi linalotokea kwenye ukanda wa Gaza, huwezi kumtoa Marekani, kwa sababu Marekani anachangia zaidi ya 78% ya silaha ambazo Israel anazitumia. Ndege zinazotumika kushambulia kule Gaza ni karibu zote ndege zimetoka kwa Marekani, lakini makombora pia yanatoka Marekani. Lakini taarifa tu ilijitosheleza tu ya Marekani kuwa Marekani imeruhusu mashambulizi haya yatokee. Mashambulizi haya ya kushambulia Gaza ambayo Trump alikuwa amezungumza kuwa itakuwa jehanamu, ukiangalia ndani ya Israeli, kiwango kikubwa raia wa Israeli wanayapinga, kwa sababu wanafahamu kabisa kuwa tayari tulikuwa kwenye msuguano wa namna hii kwa miezi 15 mpaka 16 ya awali na hatukuweza kusaidia lolote wale mateka. Athari ya mashambulizi haya wanaihofia kuwa haitokwenda kwa Hamas tu peke yake, itakwenda mpaka kwa mateka wao ambao wanawashikilia. Israel na Marekani wanasema hawatokoma hadi watakapoiangamiza Hamas. Wadadisi wengi wanasema Hamas si kundi, ni kama itikadi hivi. Je, Hamas inaweza kumalizwa tukitumia matamshi ya Israel? Jibu lake linakuja kwenye matamko ambayo aliwahi kuyazungumza aliyekuwa waziri wa ulinzi wa Israel Yoav Gallant. Yeye alianza kupingana na hilo wazo kuanzia mwanzo kabisa mwa vita, kuwa wazo la kuondoa Hamas ni kitu ambacho hakiwezekani. Alichokuwa anasema kuwa Hamas ni kitu kama ideology, ni itikadi ambayo inaishi kwenye vifua vya watu. Anasema huwezi kuitofautisha Hamas na kile kitu kilikuwa kinaitwa PLO. Sasa hivi hatuna PLO, lakini tuna tishio lile lile la PLO kupitia Hamas. Kwa hiyo unaweza ukaiondoa Hamas, lakini huwezi kuondoa kusudi la wale watu. Hakuna mbadala, kwa maneno ya waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani, anasema hakuna mbadala wa amani ya Mashariki ya Kati isipokuwa uwepo na taifa linaitwa Palestina, ndio Mashariki ya Kati inaweza ikapata utulivu, na hilo wote wanalifahamu. Marekani alitakiwa afungue kabrasha zake kwenye mafaili, aende akaangalia mwaka 93 alichokisimamia katika makubaliano ya Oslo kilikuwa nini. Ile ndio ilikuwa mwarobaini wa amani ya Mashariki ya Kati. Raia wa Gaza walikuwa wanaanza kurejea makwao, ingawa makazi yao yalikuwa yameharibiwa vibaya na nia ya Marekani kujenga upya. Sasa ni kama hali itakuwa mbaya zaidi ilivyokuwa hapo awali vita vilipoanza. Hatma ya watu hawa ni ipi? Bado hatma ya hawa watu wa Gaza iko kwenye mikono ya jumuiya za kimataifa, hasa Marekani mwenyewe ndio anayeamua na anayepanga, kwa sababu hata miezi 15 ya awali sio Waarabu, sio wazungu, wala sio Afrika ambao waliweza kuishawishi Israeli kuacha kufanya kile walichokuwa wanakifanya, lakini Marekani alipoingilia kati kila kitu kikasimama. Kwa hiyo unaweza ukasema kuwa jukumu lote la kila kadhia au mauaji yanayoendelea kwenye ukanda wa Gaza, Marekani anabeba kila dhima ambayo inatokea kwenye eneo hili. Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati, akihitimisha mazungumzo nami. Tukisonga mbele zaidi, wasiwasi unaongezeka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kundi la M23 kutangaza kuwa hawatashiriki mazungumzo ya kusitisha mapigano yaliyokuwa yanatarajiwa kuanza hii leo mjini Luanda nchini Angola. Haya yanajiri huku Umoja wa Ulaya ukiwekea vikwazo watu 9 wakiwemo wanajeshi wa M23 na askari wa Rwanda pamoja na wale ambao umoja huo unadai wana mchango mkubwa katika vita vinavyoendelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Phyllis Mwate na maelezo zaidi.
Kusambaratika kwa juhudi za kusitisha mapigano kumezua wasiwasi kwa waathiriwa wa vita vya M23 wanaoishi mashariki mwa DRC. Baadhi ya raia waliotumaini kwamba mazungumzo hayo yataimarisha amani na usalama bila milio ya risasi wameelezea wasiwasi wao. Tunasikia gisi bilishindikana. Sasa tunaona kesi population sinjo venye tutateseka. Tunakosa suluhisho itakuwa ya wapi? Mungu peke atutetee. Ninaona swati kuko vita kuendelea, swati kunapaswa kuwa vita kuishi. Ninawaza hivi haikukuwa leo, ile kitu inaishia kule juu wamepuuzi ya leo. Wasiwasi yenyewe iko na tunapenda tu amani ku. Shida yenyewe iko wasikilizane ndio tutakuwa na amani. Kundi la M23 lilitangaza jana Jumatatu kujiondoa kutoka kwa mazungumzo ya Luanda yaliyopangwa kufanyika hii leo. Katika taarifa iliyochapishwa, M23 ilikosoa vikwazo vya mataifa ya Ulaya vilivyowekwa kwa viongozi wake, wakidai kwamba wanahatarisha mazungumzo ya moja kwa moja na kuzuia amani. Hata hivyo, habari zinasema kuwa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vilevile umegawanyika katika kushiriki mazungumzo hayo. Mashirika ya kiraia nchini humo yameelezea wasiwasi vilevile, kama anavyoelezea hapa Daktari Joseph Msombwa ambaye ni mmoja wa viongozi wa mashirika ya kiraia Kivu Kusini. Imetusikitisha kwa sababu tulikuwa tukijua kwamba ni kwa njia ya maongezi tu tunaweza kupata solution. Tunaomba ngambo zote mbili, Kongo pamoja na hawa wa jeshi la M23, kutanana mara tena ili kwamba wakubali maongezi yoyote ambayo maserikali za dunia zimekuwa zikiomba ili kwamba sisi raia tupate amani. Baadhi ya viongozi wa serikali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vilevile wameelezea umuhimu wa mazungumzo ya moja kwa moja. Eric Bwanapoa ni mbunge mchaguliwa wa mji wa Goma, lakini vilevile wilayani Nyiragongo, maeneo yaliyo sasa chini ya udhibiti wa M23. Hao waasi siku ya leo wanakataa kusema hawatazungumza tena, sababu kuna vikwazo fulani ambavyo vimetokea kwenye Umoja wa Ulaya, ni kuonyesha ya kwamba hawana nia nzuri ya kusema wanataka amani ndani ya nchi yetu. Tunawaomba ndugu rafiki, nchi zote ambazo ni rafiki ya Kongo waone hayo mambo na waone nani ndiye adui wa kweli wa nchi yetu, ili tuone namna gani tunaweza kurejesha amani ndani ya nchi yetu ya Kongo. Haya yakijiri mkoani Kivu Kaskazini, katika maeneo ya kando mwa mji mkuu wa Walikale, wakazi kadhaa wamekuwa wakihama makazi yao tangu jana wakielekea kwenye vijiji vilivyoko barabara kuu nambari 3 kuelekea Kisangani. Kutokana na hilo, wachambuzi wa masuala ya usalama wameelezea hisia zao, kama anavyosema hapa Malitoni. Na hiyo ndio changamoto kubwa ambao inatuletea sisi raia kuwa na uofu mkuu na kujiuliza wapi tutaenda. Tunaalika sana ambao ni wameteuliwa kama wasaidizi ndani ya jambo hilo, wakaendeleshe na wakakazie sana kualika wahusika kuketi kwenye kiti kimoja, kujadiliana, kutatua shida zote ambazo ndani ya nchi. Hiyo inaweza kusaidia raia. Phyllis Mote, BBC. Na kufuatia uamuzi huo, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia Godwin Gonde, na nimeanza kwa kumuuliza hatua hii ya M23 inaashiria nini? Kwenye usuluhishi siku zote hakuna njia ambayo imenyooka. Ni kwamba tu walichofanya M23 wametoa msimamo mwishoni kabisa, ambapo wengi walikuwa na matumaini kwamba mazungumzo yangekuwa na tija, lakini kujitoa kwao pia kunaleta majibu ya maswali mengi. Hivyo basi inachagiza juhudi za kimataifa na za kikanda katika kuangalia ni namna gani sasa wataweza kutumia njia mbadala kushughulikia mgogoro huu unaoendelea. Umoja wa Ulaya ulikuwa umewekea vikwazo watu 9 kwa madai kwamba wana mchango mkubwa katika vita vinavyoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa lipi lifanyike, kwa sababu vita hivi ama mazungumzo haya yanavuta ni kuvute sana, kwa sababu DRC inaishtumu Rwanda kuiunga mkono M23, huku Rwanda ikidai DRC inashirikiana na DFLR. Tayari nguvu za kijeshi hapo mwanzo zilitumika, lakini zikaonekana hazikufua dafu, na mazungumzo nayo yamekuwa yakifanyika nenda rudi, lakini kuna muda serikali haitaki mazungumzo, na sasa hivi tunaona nao waasi wanajitoa kwenye mazungumzo. Lakini kutokana na juhudi za kimataifa za kuweka vikwazo ambavyo vinaipa mbinyo sasa serikali ya Rwanda, vinawapa mbinyo nao waasi, kuna muda vikwazo vitakuwa ni vigumu na itawalazimu kukaa kwenye meza ya mazungumzo na kuweza kutafuta suluhu ya kudumu kwa Wakongomani. Kwa hivyo hii inamaanisha kuwa vikwazo hivyo lazima viondolewe ndio mazungumzo haya yaweze kuendelea. Waweka vikwazo kwa namna moja au nyingine wanayo nguvu na wanaweza kuathiriwa na vikwazo hivyo. Tayari tunaona serikali ya Rwanda kwa mfano
walitoa statement, rais wa Rwanda akiwataka Wanyarwanda kujifunga mkanda kutokana na magumu ambayo yatawakuta na vikwazo hivyo. Kwa hiyo ni lazima aidha wakubali kukaa kwenye meza mazungumzo na kuweza kutafuta suluhu, au waathiriwe na vikwazo hivyo na kuweza kujadiliana wenyewe kwa wenyewe na kuona namna gani ambao wanatafuta suluhu ya kudumu kwa ajili ya. Ni hata mwaka jana au mwaka juzi mazungumzo ya namna hiyo yalitokea, na upande wa serikali ulisusia kuhusika kwenye mazungumzo, lakini wengine waliweza kushiriki. Kwa hiyo mazungumzo siku zote ni mchakato, na mchakato unachukua muda mrefu, lakini yote kwa yote ni kwamba suluhu itapatikana kwa taratibu, lakini suluhu ya kudumu mwisho wa siku itaweza kupatikana. Mazungumzo haya pia yanaungwa mkono na Umoja wa Afrika. Kuna chochote ambacho jamii ya kimataifa inaweza kufanya kuleta mabadiliko katika mgomo huu wa M23? Mgogoro ni mmoja na juhudi hazipingwi kutoka katika engo yoyote. Na ndio tunaona Jumuiya ya Afrika Mashariki iliweza kufanya nafasi yake, SADC iliweza kufanya nafasi yake, Umoja wa Afrika umefanya kwa nafasi yake, lakini Umoja wa Mataifa nao umefanya kwa nafasi yake. Kwa hiyo kama mmoja atachukua njia ya mazungumzo, mwingine akachukua njia ya vikwazo, mwingine akachukua njia za kijeshi, ni zote zinajumuisha jitihada za kimataifa za kutafuta suluhu ya kudumu ya kumtafutia mkongomani amani katika eneo lake. Maisha na mali vinazidi kuangamia kule mashariki mwa DRC. Tumeweza kuona hata baadhi ya benki zikiweza kufungwa, huku mazungumzo bado yakiwa ni kama hayawezi kufanyika. Nini kinafuata ama mwelekeo ni upi wa DRC kufikia sasa? Vikwazo vikiendelea kutolewa na kuwaminya hawa ambao kwa namna moja au nyingine wanaonekana wakiharibu hiyo amani, vinaweza kuwalazimisha sasa kufikiria njia tofauti ya hayo wanayoyafanya. Lakini cha msingi ni kwamba mazungumzo hayatakiwi kuchoka au kukoma au kukatishwa tamaa kutokana na upande mmoja kushindwa kuhudhuria. Ni kwamba bado jumuiya ya kimataifa inatakiwa kuamini katika nguvu ya mazungumzo, kuamini katika nguvu ya vikwazo, ikitia nia kwamba ipo siku kundi hili la M23 pamoja na makundi mengine yataweza kulazimishwa kukubaliana na matakwa ya jumuiya ya kimataifa ya namna gani amani inaweza ikatumika katika kuhakikisha kwamba Kongo inakuwa sehemu salama. Naam, ni Godwin Gonde, huyu ni mtaalamu wa masuala ya diplomasia na usalama, akimaliza mazungumzo na mwenzangu Sarafina Robi. Lakini unaweza kutembelea tovuti ya BBC kwa taarifa zaidi, kwani kuna yanayotarajiwa mambo manne yatakayotawala mazungumzo ya Trump na Putin hivi leo, lakini zaidi sana M23 kujiondoa kwenye mazungumzo ya amani DRC. Nini kinachofuata? Hii taarifa imeandikwa kwa utuo na kuchambuliwa hasa ili kuweza kuyafahamu haya na yale. Lakini hakika wamekwama kwa miezi 9 huko anga za mbali, wanatarajia kurejea duniani, lakini hebu mfahamu ama wafahamu wapinzani wa Profesa Janabi wanaowania ukurugenzi huko WHO. Yote kwa hiyo tunaweza kusikiliza, kutazama na kusoma Swahili kila linapotukia, tunakuwekea hapo. Tuelekee viwanjani kwake Ive Bujana. Naam, Chelsea wamelaani unyanyasaji wa kuchukiza wa ubaguzi wa rangi mtandaoni uliopokelewa na mlinzi Wesley Fofana na kusema kwamba hautavumiliwa. Ni kufuatia kushindwa kwa timu hiyo na Arsenal 1-0 siku ya Jumapili, ambapo Wesley Fofana alifanya makosa kadhaa likiwemo lililosababisha bao. Zaidi na Phyllis Mwatei. Naam, sasa siku ya Jumatatu Wesley Fofana aliye na umri wa miaka 24 alitumiwa kwenye ukurasa wake wa Instagram jumbe 6 za ubaguzi wa rangi kufuatia kushindwa kwa Chelsea kwa bao 1-0 na Arsenal kwenye ligi ya Premier siku ya Jumapili. Klabu ya soka ya Chelsea imeshtushwa na kuchukizwa na ongezeko la hivi majuzi la unyanyasaji wa rangi mtandaoni dhidi ya wachezaji wake. Hiyo ni taarifa kutoka Chelsea. Dhulma ambayo Wesley Fofana amefanyiwa kufuatia mechi ya Jumapili ni ya kuchukiza na haitavumiliwa. Chelsea itawasiliana na Instagram kuhusu machapisho hayo. Sasa dhulma za mitandaoni za Fofana zinafuatia kesi za hivi majuzi zinazowahusu Calvin Bassey wa Fulham, kiungo wa Everton Abdoulaye Doucoure, beki wa Uingereza Kyle Walker, Joe Willock wa Newcastle United na Khadija Shaw wa Manchester City. Katika mahojiano ya hivi majuzi na BBC Sport, Samuel Okafor ambaye ni mtendaji mkuu wa shirika la kupambana na ubaguzi la Kick It Out alisema kwamba kiwango cha unyanyasaji katika soka ya Uingereza
kimefika hatua ya mgogoro. Fofana amecheza mechi 14 za Premier League msimu huu akiwa amekosa miezi mitatu kutokana na jeraha la misuli ya paja. BBC Sport imewasiliana na mmiliki wa Instagram Meta kwa maoni yake. Barabara kabisa Felix, na shukran sana. Bei za tiketi za msimu wa Manchester United zitapanda kwa karibu 5% kwa mwaka wa 3 mfululizo, huku klabu hiyo ikilenga kuhakikisha uwezo wake wa kifedha. Chama cha mashabiki wa Manchester United kinasema ongezeko hilo ni ndogo kuliko wengi walivyohofia, na kumewekwa kiasi kidogo cha bei ya tiketi kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 16. Lakini chama hicho kinasema mashabiki United wameelezea kusikitishwa kwao kwamba klabu imepuuza wito wa kusimamishwa kwa kupandisha bei ya tiketi. Tangu kuwa mmiliki mwenza wa klabu hiyo mwaka jana, Sir Jim Ratcliffe na kundi lake la Ineos wamejaribu kuboresha fedha za klabu, lakini mabadiliko kadhaa yamekuwa yasiyopendeza na kusababisha maandamano ya mashabiki, hasa katika mchezo wa nyumbani wa wiki iliyopita dhidi ya Arsenal. Kwengineko, kiungo wakati wa Adelaide United ya daraja la kwanza Australia, Josh Cavallo, anasema bado anapokea vitisho mara nyingi vya kuuawa kila siku. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 25 anasema soka inasalia kuwa mahali pasumu sana. Nikamilishe na mshambuliaji wa Inter Miami Lionel Messi hajajumuishwa kwenye kikosi cha Argentina kwa ajili ya mechi zijazo za kufuzu kombe la dunia dhidi ya Uruguay na Brazil. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 37 arejea kwenye kikosi cha Inter Miami kwa ajili ya ushindi wao wa ligi kuu ya soka dhidi ya Atlanta United, lakini alipata jeraha wakati wa mechi ya Jumapili. Inter Miami baadaye walithibitisha mshindi huyo mara 8 wa Ballon d'Or ana jeraha la kiwango cha chini kwenye misuli yake ya kuongeza nguvu. Messi alipumzishwa kwa mechi 3 za Miami kabla ya kuingia akitokea benchi na kufunga bao katika ushindi wa kombe la mabingwa wa CONCACAF wiki iliyopita dhidi ya Cavalier ya Jamaica. Argentina inaweza kupata nafasi ya kufuzu kwa kombe la dunia mwaka ujao katika duru hii ya michezo, huku mabingwa hao wakizuru Uruguay na kukaribisha Brazil. Baada ya raundi 12, Messi ndiye mfungaji bora akiwa amefunga mabao 6 na kufikisha jumla mabao 112 katika mechi 191 za kimataifa. Mwisho wa makala ya spoti. Jina langu ni Ive Buchana.